Kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kimetoka, kikosi ambacho hii leo kitakachoingia dimbani kwenda kumkabili Mashujaa mchezo wa ligi kuu Tanzania bara katika dimba la Jenerali Isamuhyo, mchezo ambao unaotarajiwa kwenda kuchezwa majira saa 10 kamili za alasiri. Ni mchezo wa ligi kuu Tanzania bara na kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, wachezaji 11 ambao watakaoenda kuanza kuipeperusha bendera ya klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kurudisha matumaini kwa upande wa wanasimba. Baadhi ya wanachama pamoja na mashabiki wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba imekuwa kama vile wamekatishwa tamaa na mwendelezo wa klabu hiyo ya Simba, na hususan matokeo ambayo wanayoweza kuyapata katika michezo kadha wa kadha iliyoweza kumalizika. Mchezo uliopita Simba alicheza mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Mtibwa Sukari katika dimba hili la Jenerali Isamuhyo, na baada ya hapo Simba aliweza kusafiri kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka pale nchini Tunisia kwenda kumkabili Esperance de Tunis. Michezo miwili iliyopita Simba matokeo yake yalikuwa sio mazuri kihivyo kweli kweli. Mchezo wa ligi kuu Tanzania bara aliweza kutoa sare, na mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika Simba aliweza kupoteza kwa idadi ya goli 1-0. Leo ni siku nyingine, Januari ya mwaka 2026 tarehe 29 katika dimba la Jenerali Isamuhyo. Kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba wanaume 11 kimeweza kutoka, wachezaji 11 ambao watakaoenda kuipeperusha vizuri bendera hii ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Wanaume 11 ambao watakaoenda kurudisha matumaini kwa upande wa mashabiki wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Golini katika milingoti mitatu yuko pale Kasali, ni mmoja kati ya magolikipa ambao wapya kwa kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba, akitokea kule nchini Niger baada ya uongozi wa klabu hiyo Simba kuona kwamba Kasali anaweza kawa ni moja kati ya wachezaji ambao watakao kuja kulinda milingoti mitatu ya mchezo huu wa ligi kuu Tanzania bara. Tulimuona kwenye mchezo wa Esperance pale nchini Tunisia, kiwango chake alijaribu kuonesha, lakini bahati haikuwa njema kwa upande wake. Mwishowe aliweza kuruhusu goli 1 katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia hiyo haikumuondoa kocha Steve Barker leo kumwanzisha katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara. Mchezo uliopita ligi kuu Tanzania bara Simba dhidi ya Mtibwa, golini katika milingoti mitatu alikuwepo Hussein Abel, lakini mchezo wa hii leo kocha Steve Barker ameona bora aende kuanza na Kasali, ni moja kati ya wachezaji bora kweli kutoka katika taifa hilo la Niger. Ukumbuke kwamba huyu ndio golikipa number 1 kwenye timu ya taifa ya kikosi hiko cha Niger pale nchini Niger, na yeye kocha Steve Barker ameona kwamba ni bora aende kuanza na kipa wa aina hiyo kulingana na ile falsafa ambayo anajaribu kuitumia. Ukijaribu kutazama ile footwork yake ya kuweza kupiga pasi mashambulizi kuanzia nyuma kabisa katika lango husika la klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kocha Steve Barker amejaribu kuwapima huko Hussein Abel sio mzuri sana kuanzisha mashambulizi katika milingoti mitatu, lakini pia footwork yake haiko njema kulingana na footwork ya Kasali imeonekana kwa bure zaidi. Hizo ni moja kati ya sababu ambazo kocha Steve Barker amejaribu kwenda kuanza na Kasali katika mchezo wa hii leo, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Mashujaa kutoka kule katika dimba la Lake Tanganyika. Lakini mchezo hii leo unapigwa katika dimba hili la Jenerali Isamuhyo Mbweni, pembezoni kidogo mwa jiji hili la Dar es Salaam. Fulubeki namba 2 Shomari Kapombe ndiye ambaye aliyeweza kuvaa ule usinga wa kuwa nahodha wanaume 11 ambao atakaoenda kuongoza katika mchezo wa hii leo ligi kuu Tanzania bara Simba dhidi ya Mashujaa. Fulubeki namba 2 ni Shomari Kapombe, uzoefu na ubora ambao aliojaribu kuonesha katika michuano hii ya ligi kuu Tanzania bara, ukiachana na yale makosa ambayo aliyeweza kuyafanya katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Esperance de Tunis. Kocha Steve Barker ameona kwamba kukosea ni moja kati ya mchezo, lakini katika mchezo hii leo ameona bora aende kuanza na Shomari Kapombe. Benchi kule kuna David Kameta Duchu, amejaribu kuwapima wachezaji hawa wawili pamoja na David Kameta Duchu pamoja na Shomari
Kapombe, experience yake, exposure yake na ubora, utulivu katika eneo hilo la fullback namba 2, ameona bora zaidi aende kuanza na Shomari Kapombe kutokana na ubora wake, uzoefu wake, weledi aliyokuwa nao na ule umaridadi wa kuweza kupanda na kushuka, ufasaha wa kuweza kupiga pasi na kuweza kuanzisha mashambulizi katika eneo la pembeni. Hiyo ni moja kati ya sababu ambayo kocha Steve Barker ameona kwamba bora aende kuanza na Shomari Kapombe. Fullback namba 3 yuko pale Nixon Kibabage. Huu ni mchezo wake wa pili ukiachana ule mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba dhidi ya Esperance de Tunis. Mchezo wake wa kwanza kabisa katika uzi wa rangi nyekundu na rangi nyeupe, kocha Steve Barker alimwamini katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika pale nchini Tunisia. Na katika mchezo wa hii leo kocha Steve Barker ameona kwamba bora aende kuanza na Nixon Kibabage. Ukijaribu kuwalinganisha, kufanya comparison dhidi ya Anthony Mligo pamoja na Nixon Kibabage, unaweza ukaona kwamba ni wachezaji ambao wenye mfanano wa kufanana ile performance yao. Lakini pia ukijaribu kwenda kwenye uzoefu na katika mechi ambazo zinahitaji kuweza matokeo mazuri, basi lazima uanze na Nixon Kibabage. Kwanza ni mchezaji ambaye anajua pressure ya mashabiki katika vilabu hivi vikubwa vya Tanzania. Nixon Kibabage aliwahi kuitumikia Dar es Salaam Young Africa, lakini pia aliwahi kuitumikia Singida Black Star, makao makuu kule mkoani Singida. Lakini pia ukiachana sababu hizo, ni mchezaji ambaye anajua nini ambacho anachokifanya. Ni mzuri zaidi kuanzisha mashambulizi, ni mzuri zaidi kupiga pasi za ufasaha, lakini pia ni mzuri zaidi kwenda kupiga ile mipira ya close, kwamba kupiga ile mipira ya kati katika lango husika, katika lango la mpinzani. Ndiyo sababu ambayo pia kocha Steve Barker ameona kwamba bora aende kuanza na Kibabage kutokana na ile performance yake ambayo alijaribu kuionyesha katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Hiyo ni moja kati ya sababu ambayo kocha Steve Barker amejaribu kuridhishwa na performance nzuri kwa upande wa Nixon Kibabage. Beki wakati pale namuona Ismaili Oliver Ture. Mchezo wake wa kwanza wa ligi kuu Tanzania bara ameweza kusajiliwa akitokea kule katika nchi za Kiarabu. Huyu ni beki ambaye Steve Barker aliwahi kuwa chini yake kwenye kikosi cha Stellenbosch pale nchini Afrika Kusini. Ni moja kati ya mabeki bora kweli, lakini pia leo performance yake na umaridadi katika eneo hilo la ulinzi ni ubora ambao amejaribu kuridhisha ama kumdhihirishia kocha Steve Barker pindi pale ambapo walipokuwa wakiipeperusha bendera ya klabu hiyo ya Stellenbosch pale nchini Afrika ya Kusini. Umaridadi katika eneo la kuzuia kwa upande wa Ismaili Oliver Ture, hilo kwake alina shaka, lakini pia utulivu wake kwa kufanya ile attacking, kwa maana kwamba kuzuia kwa haraka zaidi mipira ya juu, lakini pia zile dribbling, zile tackling, lakini pia pale kuanzisha mashambulizi timu ikiwa inaenda kushambuliwa na yeye kupoka mpira, kuanzisha mashambulizi kwa haraka zaidi, pasi zake za ufasaha kwenda katika mchezaji husika kutoka 1v1 kwa upande wa Ismaili Oliver Ture, hilo kwake halina shida. Na ndio maana kocha Steve Barker leo katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara amejaribu kwenda kuanza na Ismaili Oliver Ture, ambaye huyu pia ana uwezo wa kusimama kama central defender, lakini pia ana uwezo wa kukaa katika beki namba 4. Lakini mfumo wa hii leo kocha Steve Barker amemweka kucheza kama namba 4, lakini pia namba 5 central defender yuko pale Rushaine The Rock. Wote hawa wana urefu wa mfanano. Ukijaribu kumtazama Ismaili Oliver Ture, yeye akiwa na urefu wa futi 6.2, lakini pia ukijaribu kumtazama Rushaine The Rock, yeye pia ana urefu wa futi 6.1. Ukijaribu kutazama hapo uwiano ama utofauti ni alama 1 tu point kwa upande wa urefu, lakini pia wote urefu wao ukiwa unafanana. Uzuri wa hawa wachezaji wote wawili, wote wanajua nini ambacho wanachoenda kukifanya katika mchezo wa hii leo. Wote wazuri zaidi kuruka juu ile mipira ya kichwa, lakini pia ni wazuri zaidi
kufanya zile tackling, kwa maana kwamba timu ikiwa inaenda kushambuliwa wao huwa wanafanya maamuzi sahihi katika mchezo wa hii leo. Ukijaribu kumtazama Wilson Nangu, urefu pia inawezekana kuwa kwake ni changamoto, lakini pia umaridadi wa eneo hilo la beki wakati na umaridadi ambao aliyojaribu kuonesha katika ligi kule nchini Afrika Kusini PSL, lakini pia kocha Steve Barker anamjua vizuri Ismail Oliver Ture, na ndio maana ameenda kumwanzisha yeye pamoja na Rushaine. Wote hao wanajuana vizuri, wote hao walishawahi kucheza katika ligi kuu pale nchini Afrika ya Kusini, ligi ya PSL, lakini kwa hivi sasa ligi hiyo ikifahamika kwamba ligi ya Betway Premier League pale nchini Afrika ya Kusini. Beki namba 6 ama holding midfielder katika eneo hilo la kati yuko pale Yusuf Ali Kagoma. Yeye ndiye ambaye anayekwenda kuhakikisha kabisa beki 4 na 5 watakuwa katika eneo la usalama zaidi, na ndio maana coach Steve Barker ameanza na wachezaji wa aina hiyo. Kijaribu kumtazama Yusuf Ali Kagoma ni mzuri zaidi kuweza kufanya zile kublock, kwenda kuzuia katika eneo hilo, na ndio maana coach Steve Barker ameona bora aende kuanza na Yusuf Ali Kagoma. Ni typical number 6, ni typical holding midfielder ambaye ni mchezaji halisi kwenye namba hiyo ya kwenda kuzuia mipira katika kuholdi mipira. Ukijaribu kama namba 6 yako itakuwa ni namba 6 ambayo ya kugwaya, basi lazima beki wako 4 na 5 hali yao itakuwa mbaya zaidi, na ndio maana coach Steve Barker ameona bora aende kuanza na Yusuf Ali Kagoma katika eneo hilo la katikati kwenda kuzuia na kwenda kuhakikisha zaidi katika eneo la ulinzi, ama kwenda kuweka ulinzi imara zaidi ili kufanya beki wa 4 na 5 kuwa katika eneo zuri zaidi, lakini pia kumfanya hata kipa Kasali kuwa katika eneo zuri na kujihakikishia kabisa usalama uko wa 100%. Sasa eneo la pembeni, flanks ya kulia na flanks ya kushoto, hapa ndipo ambapo kumekuwa na mabadiliko kwa 100% kubwa kweli kweli. Yale maingizo mapya kwenye kikosi hiki cha Simba ndio ambao leo wameweza kutawala kwenda kuingizwa kwa wachezaji wapya ambao walioweza kusajiliwa dirisha dogo la usajili. Ukirudi nyuma hapa 4 ni ingizo jipya, Ismail Oliver Ture. Huyu ni mchezaji mpya akitokea kule katika nchi za Kiarabu. Leo kocha Steve Barker amemwanzisha, lakini pia ukienda Kibabage ni pia ingizo jipya kwenye kikosi hiki cha Simba, ingawa huyu tulimuona katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia flanks ya kulia, kwa maana kwamba kiungo mshambuliaji kutoka eneo la pembeni, kwa maana kwamba yeye ndiye ambaye atakayeenda kuiwakilisha namba 7, na yule mchezaji kiungo mshambuliaji atakayekaa namba 11 yuko pale Libase Gaye, yeye ndiye ambaye atakayeenda kukaa kiungo mshambuliaji katika eneo la kushoto. Lakini pia eneo la kulia yuko pale anaitwa Aliset Oura. Huyu ni moja kati ya wachezaji maingizo mapya kwenye kikosi hiki cha Simba. Ukijaribu kumtazama Libase Gaye aliweza kucheza katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika pale nchini Tunisia. Tuliuona kiwango chake, alijaribu kuonesha kwa ubora ambao aliokuwa nao, lakini katika mchezo wa hii leo kocha Steve Barker ameona bora aende kuanza na mchezaji wa aina hiyo. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kocha Steve Barker anajaribu kutengeneza kikosi, na hili ndio ambalo liloweza kufanyika katika uwanja wa mazoezi. Lakini pia ukijaribu kumtazama Aliset Oura kutoka pale taifa la Ivory Coast, ni moja kati ya mchezaji bora kweli kweli kwenye kile kikosi cha mwaka 2022 Simba walipoenda kukutana na ASEC Mimosas katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. ASEC Mimosas dhidi ya Wekundu Msimbazi Simba katika dimba la Benjamin Mkapa. Yule ndiye ambaye aliyeweza kumfanya Mohamed Hussein Shabalala kumrambisha nyasi katika mchezo ule. Ndio huyu hapa ambaye namzungumzia hapa, anaitwa Oura akiwa na umri wa miaka 22. Ni moja kati ya wachezaji machachali, ni moja kati ya wachezaji bora kweli kweli kwenye kikosi cha leo Simba dhidi ya Mashujaa. Ameenda kuanza. Kwa hiyo flanks ya kulia, kwa maana kwamba upande wa kulia na upande wa kushoto yuko pale Libase Gaye kutoka katika taifa hilo la Senegal, lakini pia upande wa kulia yuko pale Oura kutoka katika taifa hilo la Ivory Coast. Namba 10 katika mchezo hii leo, yule ambaye atakayeenda kurudisha namba 8 katika mchezo wa hii leo, yeye ndiye ambaye atakayeenda kuiwakilisha ile central midfielder, yuko pale Nabi Kamara. Nabi Kamara tumeshuhudia hapa katika michezo
michezo miwili ama michezo ya hivi karibuni amekuwa na ubora zaidi, kwa sababu ukijaribu kumtazama Alassane Kante, yeye akiwa anashiriki ama anaitendea haki ile adhabu ambayo aliyokuwa ameweza kukabili katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Azam. Bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB iliweza kumpa adhabu kutokana na utovu wa nidhamu ambao aliyojaribu kuonesha katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo eneo la katikati yuko pale Nabi Kamara, ndiye ambaye atakayeenda kuiwakilisha, ambaye atakayeenda kuiunganisha safu ya kutoka eneo la chini, kwa maana kwamba holdi, lakini pia kwenda kuiunganisha ile safu ya ushambuliaji. Yeye ndiye ambaye aliyeweza kupewa majukumu ya kwenda kufungua yale makufuli ambayo Mashujaa watakaoenda kuyaweka katika mchezo wa leo wa ligi kuu Tanzania bara. Namba 10 pale yuko Chota Clatous Chama, ni moja kati ya wachezaji ambao mashabiki wengi wa klabu hiyo ya Simba walikuwa wakimsujudu kweli kuona kwamba ni bora arejee kwenye kikosi hiko cha wana Lunyasi. Lakini leo mchezo wake wa kwanza ligi kuu Tanzania bara ameanza, na huku akiwa yuko hodari kweli, na huku matumaini makubwa yapo kwa upande wa viongozi, huku akiendelea kumpa nasaha, kumwambia kwamba wewe ndiye ambaye uliyeshika ile ramani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwa hivi sasa. Yeye ndiye ambaye aliyeshika ile dira ya kwenda kurudisha yale matumaini kwa upande wa Simba na kuwaaminisha kwamba mashabiki wa Simba, ile Simba yao inaweza kurudi chini ya Chota Clatous Chama. Yeye ndiye ambaye atakayeenda kusema pale kuwa kama kucheza kama namba 10. Ni mchezaji ambaye mwenye historia kubwa sana katika soka hili la Tanzania. Ni mchezaji ambaye anayejua vizuri klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba tangu pale misimu 5 iliyokuwa imepita. Ufalme ambao alojaribu kuonesha katika viunga hivyo vya Msimbazi, leo anaenda kuonesha katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Mashujaa. Huu ni mchezo wake wa kwanza tangu pale alipoweza kusajiliwa ama kurudi nyumbani, ambao kama wengine vile ambavyo wanavyosema kwamba Chota Clatous Chama nyumbani kwake ni Simba Sports Club, na leo ndo mchezo wake wa kwanza wa ligi kuu Tanzania bara akitokea pale Singida Black Star. Lakini mbali na hapo, Chama alienda pale Dar es Salaam Yanga African, na baada ya hapo akaenda kule Singida, na Singida nao pia wakaona bora yaishi na kurudishwa katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kama vile ambavyo ilivyokuwa akisema kwamba yeye mwenyewe kwamba Simba ndio nyumbani kwake. Na leo kocha Sibaka ameweza kuridhihirisha hilo na kwenda kumwanzisha katika mchezo huu wa ligi kuu Tanzania bara, Simba dhidi ya Mashujaa. 9 pale yuko pale Selemani Mwalimu, Jonathan Soa, kumbuke kwamba naye pia akiendelea kuitumikia ile adhabu aliyokuwa ameweza kukabiliana nayo katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Azam. Namba 9 pale yuko Selemani Mwalimu. Leo Selemani Mwalimu ana kazi kubwa ya kwenda kutuliza ule mfumo wake wa akili, kwani namba 10 yuko pale mchezaji ambaye anajua nini ambacho anachokifanya. Ukienda upande wa kulia na upande wa kushoto yuko pale Libase Gaya, huku ukijaribu kumtazama Aliset Oura. Wote hao wana ile element ya kuweza kupachika magoli, ile DNA kwa upande wa wachezaji hao ambao niliokutajia hapo. Wote wana uwezo wa kulisakata kabumbu na kuweza kupa matokeo mazuri kweli katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara hii leo.